Kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. Eleza muktadha wa dondoo. Hivyo muktadha wa dondoo ni mzungumzaji au tulisema msemaji wa maneno haya ni Luka. Kumbuka awali sisi tulidhani mtoto wa kike si kitu. Msemaji ni Luka. Msemewa Yona. Msemewa Yona. Ina maana msemewa anamwambia nani? Anamwambia Yona. Mahali ni nyumbani kwa Luka. Mahali ni nyumbani kwa Luka. Mahali nyumbani kwa Luka. Kichocheo. Yaani kichocheo cha kauli, ina maana kuwa nini kilikuwa kinatendeka wakati nini kilichochea maneno hayo, kilifanya waseme maneno hayo. Ni wanazungumzia jinsi watoto wa kike na wa kiume hawawezi kulinganishwa. Swali la ba, fafanua umuhimu wa mzungumzaji katika kuendeleza maudhui kwenye tamthilia. Kwa hivyo mzungumzaji, andika hapo mzungumzaji ni nani? Luka. Umesema hivyo. Ndiye anazungumza Luka. Kwa hivyo hapo Luka ndiye anazungumza, tunaangalia maudhui ambayo yanajitokeza pale ya Luka. Maudhui ambayo yanajitokeza Luka wakati Luka anazungumza. Kwanza ni ukarimu. Anawakaribisha Yona na Beni kwake na kuwapa chakula na vinywaji. Ni mila utamaduni. Anasema awali mila hazikuruhusu mtoto wa kike kwenda shule. Anasema kuwa awali mila hazikuruhusu mtoto wa kike kwenda shule. Pia kuna maudhui ya ukengeushi. Ukengeushi ni pale ambapo mhusika unaona ameacha asili yake, mambo ambayo amekuwa akifanya kutoka kitambo katika jamii yake anayaacha na kufuata yale mapya. Anasema watoto wa siku hizi wanafikiria uzungu ndio ustaarabu. Nakumbuka nazungumzia umuhimu wa Luka. Pia maudhui ambayo yanajitokeza pale ni mabadiliko. Ama anasema awali watoto wa kike walitegemea waume zao, lakini sasa ni tofauti. Anasema awali watoto wa kike walitegemea waume zao, lakini sasa mambo tofauti. Awali ukiona Sara alikuwa anategemea mumewe wakati alikuwa anafanya kazi walimu, lakini sasa ukiangalia baada ya kufutwa kazi wanategemea Sara. Yale maziwa ambayo anauza ndiyo anaweza kuelimisha na kuuza mazao shambani. Kwa hivyo mabadiliko ni awali watoto wa kike walitegemea waume zao, lakini sasa hali ni tofauti. Pia kuna changamoto katika malezi. Changamoto kwa namna ya kawaida tu bila kueleza, tunaweza sema changamoto ni kama ile matatizo katika malezi. Anasema malezi yameachiwa yaya. Yaya ni ule mtumishi wa pale nyumbani, si mtumishi. Ni ule yeye ni ule ambaye analea watoto pale ambaye mmemwajiri. Kwa hivyo anasema malezi yameachiwa yaya. Ulevi. Umuhimu mwingine wa Luka ni ulevi. Anakunywa pombe na Yona na Beni. Ulevi, anakunywa pombe na kina Yona na Beni. Taasubi ya kiume pia inajitokeza pale. Taasubi ya kiume ni pale ambapo mwanaume anajiona ni bora sana kuliko mwanamke. Anasema awali waliona watoto wa kike si kitu. waliwaona watoto wa kike si kitu.
Anasema awali aliwaona watoto wa kike si kitu. Anasema awali waliwaona watoto wa kike si kitu. Kuna maudhui pia yanajitokeza pale ya ushirikiano. Anashirikiana na Yona na Beni katika kula, kunywa na kuzungumza. Kwa hivyo ushirikiano, wanashirikiana kula, kunywa na kuzungumza. Kwa hivyo unajua tu wanashirikiana na kina nani? Na Beni na Yona. Kwa hivyo wanashirikiana kula, kunywa na kuzungumza. Wamekamilisha. Swali la cha, jadili jinsi mtoto wa kike alidhaniwa si kitu kwa mujibu wa tamthilia. Ukiambiwa kwa mujibu wa tamthilia, katika tamthilia yote mtoto wa kike alidhaniwa vipi si kitu? Jadili jinsi mtoto wa kike alidhaniwa si kitu kwa mujibu wa tamthilia. Jadili jinsi mtoto wa kike alidhaniwa si kitu kwa mujibu wa tamthilia. Jadili jinsi mtoto wa kike alidhaniwa si kitu kwa mujibu wa tamthilia. Kwanza, Sara anasema elimu ya mtoto wa kike ilifanywa bezo. Sara anasema elimu ya mtoto wa kike ilifanywa bezo. Anasema elimu ya mtoto wa kike ilifanywa bezo. Pili, msichana alipobalehe aliozwa. Msichana alipobalehe. Kubalehe ni pale ambapo anakuja wewe amekuwa msichana sasa, anaweza kujifungua, akikomaa yuko kubalehe. Msichana alipobalehe aliozwa. Tatu, Sara anaozwa anapofika darasa la 7. Sara anaozwa anapofika darasa la 7. Kwa hivyo badala ya kuendelea na elimu, yeye anaozwa. Sara anaozwa anapofika darasa la 7. 4, fimbo ya mzee inarithishwa mtoto wa kiume. Fimbo ya mzee ilirithishwa mtoto wa kiume. Ina maana kuwa majukumu yote ambayo baba yake anafanya, mambo yale anafanya yote yalipewa nani? Mtoto wa kiume. Fimbo ya mzee ilirithishwa mtoto wa kiume. Mtoto wa kike hakuruhusiwa kumiliki chochote. Mtoto wa kike hakuruhusiwa kumiliki chochote. Na haya alisema na Luka. Kwenye babano weka Luka. Mtoto wa kike hakuruhusiwa kumiliki chochote. Ndio ujue mtoto wa kike alikuwa si kitu. Pia Yona aliambiwa aoe mke mwingine amzalie mtoto wa kiume. Yona aliambiwa aoe mke mwingine. Yona aliambiwa aoe mke mwingine. Yona aliambiwa aoe mke mwingine amzalie mtoto wa kiume. Jambo lingine ambalo linaonyesha kuwa mtoto wa kike si kitu. Watu wanawasema kwa kutojaliwa, kwa kupata watoto wa kike pekee. Kwa hivyo watu wanawasema kwa kujaliwa watoto wa kike pekee. Kwa hivyo walikuwa wanawasema nani na nani? Yona na Sara. Watu wanawasema kwa kujaliwa watoto wa kike pekee. Na mwisho watu wanauliza ardhi ya Yona itarithishwa nani? Watu wanauliza
ardhi ya Yona itarithiwa na nani? Na Daudi ana watoto. Ana watoto wale wasichana. Watu bado wanauliza ardhi ya Yona itarithiwa na nani? Hivyo inaonyesha mwanamke fiki kwa sababu tayari alikuwa na watoto wasichana, lakini wanauliza itarithiwa na nani? Wanajua na watoto wasichana. Kwa hivyo wanataka wa kiume. Na maana kwa wale wasichana walikuwa wadhaminiwi. Andika dondoo ya pili pale.